Na nazungumzia kuhusiana na mechi ya RS Berkane ambayo imemalizika muda huu kwenye uwanja wa Amani Complex Zanzibar, ambapo matokeo ni 1-1. On aggregate ni 3-1. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi hawana nanilia ambayo inaweza kuwafanya kuchukua kombe kutokana na aggregate haiwabebi. Lakini tukija kwenye mchezo wenyewe husika ambao umewafanya RS Berkane kuchukua kombe leo, mechi ya kwanza ambayo ilimalizika kule kwenye manispaa ya Berkane kule Morocco ndio ambayo iliwafanya hawa Berkane wawe comfortable kuja kucheza kwenye uwanja wa ugenini. Yes, kwenye mipango ya coach Fadhur Rahman Davis ilikuwa ni mipango mizuri, mipango ambayo aliingia nayo kwa kumtoa Kibu Denis Prosper kuanzia bench na kuanza kwa Budo Mutale. Kwa nini? Budo Mutale mchezaji ambaye anaweza kupenetrate kwenye safu ya ulinzi ya wapinzani, na takwimu zinaonyesha kwamba Kibu Denis Prosper na Elie Mpanzu ni wachezaji ambao wanaongoza kwa kupenetrate kupenetrate kwenye safu ya ulinzi ya wapinzani, ukiachana na mchezaji wa Al Ahly Imam Ashur ambaye na yeye ni moja mchezaji ambaye ana uwezo wa kupenetrate na takwimu zake zinambeba hivyo. Lakini tukija kwenye mechi ya leo, coach Fadhur Rahman to me mipango yake ilikuwa mizuri sana, kwa maana the way ambavyo amecheza kutoka nyuma kwa Musa Pimpin Kamara, kwa Shamu Karabwe na Shefondo Malon, setup walikuwa wanaanza vizuri, eneo la progression laenda vizuri sana, eneo la 18 juu wana progress vizuri. Lakini baada ya kupewa red card ambao walipata Yusuf Kagoma, iliwatoa mchezoni. Iliwafanya Simba kisaikolojia wakaenda kinyume na matarajio yao. Kwa nini? Mpira 75% unachezwa kichwani. So baada ya ile red card kupewa, ilikuwa ni moja ya sababu ya kuwavuruga Simba psychological. Kwa nini? Unapoona tu wachezaji walipopata red card Yusuf Al Kagoma, unagundua kwamba coach, benchi la ufundi kwa ujumla walitoka mchezoni kutokana na red card ambayo kwa maana yale maamuzi ambayo yalikuwa yanafanywa na referee walikuwa ni kama hawaliziki nayo, na hali hiyo kwenye mpira wa miguu kwenye mpira wa miguu inakufanya wewe kutoka mchezoni unakuwa una focus na refa, na kila tukio ambalo unalofanya refa yuko kinyume na wewe. Lakini so far Simba ilibidi wapambane ili wapate goli ambalo litaweza kuwafanya kuongoza mechi na ili kuwini kombe hili la CAF Confederation Cup. Lakini eneo lingine tumi na wapongeza RS Berkane, wamecheza kimkakati. Moja ya vitu ambavyo wamefanya RS Berkane kushinda mechi ya kwanza, wamecheza kikubwa. Nasema winning team, winning cup. Kwa nini? RS Berkane first half kule kwao walicheza kimkakati sana. Wakaimaliza mechi kwao, wakaja huku Amani Complex Zanzibar, then wakaja kucheza kimkakati first half 50 minutes, wakapush kwa nguvu ili kupata goli, lakini hawakufanikiwa kupata goli. Na wekundu wa Msimbazi Simba wakapush wakaweza kupata goli la kwanza ambalo Elie Mpanzu ka drive kutoka eneo moja kwenda mbele na kutoa vipasi ambayo Budo akafinish. Moja ya kichwa ambacho coach Fadru alikiona ni kuanza kwa Budo Mutale. Aliona Budo anaweza kupenetrate kwenye eneo kubwa la uwanja, anaweza kutrack back kwa maana anaweza kukaba eneo kubwa la uwanja, akaamua kuselect kuanza na Budo Mutale. Kwa nini? Budo ana uwezo wa kutembea eneo kubwa la uwanja, anagusa eneo kubwa la uwanja kwenye kudrive mpira, kwenye kukaba, kwenye maeneo tofauti ambayo anaweza kuyafanya Budo Mutale. Lakini eneo lingine ni red card ya Yusuf Kagoma. Red card ya Yusuf Kagoma ilimuondoa coach kwenye mipango yake. Kwa nini? Ndio maana unaona baada ya Yusuf Al Kagoma kupewa ile straight red card, ijapokuwa to me
ila haikufaa kuwa red card. Kwa nini? Ilikuwa ni soft. Lakini coach Fadlu ile pale ilimuondoa sana kimkakati, kimipango, na akahama kwenye mpango wake wa awali ambao alianza nao, na akafanya sub kuingiza wachezaji wengine ambao anaweza kuona wakamletea matokeo ambayo ni chanya, lakini haikumlipa. So far, congratulations kwa Simba kuwa nominees, kwa maana ya kuwa finalist wa CAF Confederation Cup. To me sio mafanikio, wamepiga hatua. Kwa nini? Young Africans kwa maana ya watani wao wa jadi walishafika eneo hilo hadi final. Kwa hiyo kitu ambacho to me kingekuwa ni mafanikio kwao labda kuchukua kombe, lakini kufika finali hii ni kama wamepiga hatua tu, kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, lakini sio mafanikio kwenye mpira wa miguu.